wala kabisa hawako katika hali kama hiyo, wamefariki kwa bahati mbaya. Sasa tuje katika huu upande ambao wale wenzetu ambao wamefariki maskini ya Mungu kwa bahati mbaya. Mfano, kuna mzee wetu mmoja, yeye mwanawe alikuwa yuko kwenye pikipiki, anaendesha pikipiki, anatoka mahali fulani anawahi sehemu nyingine. Basi risasi huko ilipotokea haijulikani imetokea wapi, imemtoboa mguu, imetoboa mpaka ile tanki la mafuta lile la pikipiki, imekuja mpaka ng'ambo ya pili, imetoboa na mguu mwingine kule. Naona kwa miguu yote miwili niko mwingine hapo. Kwa tunasema hivi kwamba wapo ambao wamepata matatizo ni kwa sababu ya wale ambao hawakusikiliza agizo, ambao hawakutii. Wale ndio wana makosa makubwa, ambapo hukumu anaijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe, kwa sababu walikuwa mashehe wote. Hakuna shehe hata mmoja ambaye hakusimama kwa ajili ya kulingania amani. Yaani hiyo ndio ilikuwa ndio mada. Kwa kile kitendo cha wewe kwenda tofauti kidogo tu, ina maana hapa kwanza kabisa umempinga kiongozi wako ambaye ni shehe, ni kiongozi wako, ulitakiwa moja kwa moja umtii. Hilo la kwanza. Lakini pia vile hapo umempinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Al-ulama warathatul anbiya. Kwa sababu wale maulama ndio warithi wa mitume. Kwa hiyo tunatakiwa sisi moja kwa moja tuwasikilize na tuwafuate. Lakini imefikia mahala wengine sisi tunakuwa namna gani? Angalia mfano mwingine sasa. Ijumaa ile iliyopita mufti kabla pale alitoa taarifa kwa jamani, msiswali Ijumaa. Swali ni kwa dhuhuri, telekunuti na nini, lakini msikitini msiende mkaswali Ijumaa. Kuna wengine mtu anakuja anadai namna gani? Yaani mufti ametoa agizo hilo, mtu kwamba kwa nini usiswali bwana? Kwa nini usiswali bwana? Usikiliza, yule ni kiongozi. Na usifikiri kwamba kila kitu atakwambia wewe eti mpaka umuelewe. Yeye akishakuna nini vile basi ataambia wangapi? Yapo ambayo ya kusemwa na yapo ambayo sio ya kusemwa. Kwa kwamba anatoa agizo vile kwa maslahi ya Uislamu. Sasa wapo ambao wameswali Ijumaa kwa sababu yani kwa namna hizo, lakini wapo ambao wameswali Ijumaa kwa ukaidi tu. Sasa ni matatizo na ni makosa. Yule ni kiongozi. Sasa yule asemefinanisha na wewe ni nani? Na yeye ni nani? Ni mufti. Na huu ndio Uislamu. Yule aliyeshandaye hivyo yuko mbele, alafu mimi na wewe tuko nyuma. Ndio kwamba yuko mbele, maana yake ni kwamba anajua mengi huko mbele kwamba hali ikoje kuliko mimi na wewe. Sasa haya yote haya tunatakiwa kwamba tuwe ni wenye kuzingatia. Na siku ile sasa mfano tungeingia msikitini tukajazana. Hali kama hiyo mpaka hapo mfano hapo Karume hapo walijazana vijana chupu mzima pale. Sasa ndio kile kafanya vijana wageni, lakini kuna sura sizo. Kwa hiyo leo wamekwenda wamevamia mabomba pale mbele pale kwa sababu yako mbele pale machinga kama wanakwenda machinga mbili hapo. Mabomba yale yanapanga barabarani, wachoma moto, wanafanyaje? Haya, angalia kama hivi. Sasa kwa wale kwani hawawezi kutoa vijikanzo vyao wao kwenye mifuko yao wakavaa haraka kujifanya Waislamu wakaja huko? Hawezi kufanya hivi. Kwani sisi tunaelezana huko, tunaulizana kwamba wewe ni gani, wewe hivi, kwa nini tunaulizana? Sisi tunaulizana. Sasa siku wakati mwingine huko katika msafara wa Kenya na bomba nao wao. Sasa kuondoa hayo ili sisi tusipate taswira mbaya kwa baba msiswali. Acheni. Yaani moja kwa moja ni kweli kwa sisi. Sababu wale uguzi wale hawachagui. Wanakwenda wanafanya mambo ambayo wala kasio kabisa. Kwa katika hali kama hiyo wakati mwingine mtu akitakuangushia nyumba bovu na kuangushia tu. Au sio hivyo sana? Kwa tuwe makini, kiongozi anapotuambia jambo basi tutii. Hatuwezi kujua kwamba kule mbele aliko kule kaona nini. Hawezi kusema kwamba jamani msinani msiswali kwa sababu inawezekana ikawa hivi. Hapana. Na hiyo sio sifa ya kiongozi. Kiongozi anatakiwa anatoa amri, anatiiwa hivi viongozi. Kwa sababu kiukweli kwa wale ambao wameondoka, wamepata majeraha kwa njia ya haki, tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
awasamehe, na hao wengine Mwenyezi Mungu awape afya zilizokuwa njema. Kwa hiyo suala zima la ardhi ya Masongo Islam hili tumelisemea hivi, alafu kisha tukaleta mfano huu. Lengo ni kwamba kumbe wakati wowote ule sasa hivi una afya njema, baadaye inawezekana ikawa afya mgogoro. Kuna yote. Kumbe inawezekana sasa hivi uko hai, sasa hivi ukaaga dunia. Sio wenzetu kina Sharifu Majini kina nani hao. Hawapo katika masala hayo, lakini ndio hivyo sasa. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwamba kwa kuwa wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, kwamba kwa sababu kwa sisi akhera ndio bora kuliko hii dunia, basi tufanyeni mambo yaliyokuwa mema, kwa sababu huko ndio kuzuri, lakini kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaridhia. Kwa hiyo baada ya hapo basi ala tuchukueni bahasha, kiwango ni shilingi 5,000. Tuna imani kabisa kwamba ya moyo mwenyewe huenda ikawa una tatizo lako la shilingi milioni 1 na 200,000, lakini hilo huenda litafunguliwa kutokana na hivi. Na hivi ndio mafundisho, na hii ndio imani, na hivi ndio tunavyoelekezwa. Kwa sababu ukijikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi moja kwa moja hukusahilishia njia. Ama katika upande wa hotuba, khatibu wetu wa leo ni Sheikh Ali bin Hassan, na mada atakayohudhurisha kwetu ni muendelezo wa mada iliyopita ile kichwa cha habari kinachosema madhambi ndio chanzo cha matatizo. Madhambi ndio chanzo cha matatizo. Lakini pia upande wangu wa kushoto niko na ndugu yetu Ustadhi Shabani Amani, ambaye yeye ni mkalimani katika wenzetu ambao ni viziwi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu amjaze kheri kwa kazi kubwa sana ambayo anaifanya, kwa sababu hii inapelekea hata wale wenzetu katika jamii ya viziwi kuja kuswali hapa ili kujua kwamba kitu gani kinazungumziwa. Kinyume na hivyo, mimi nilikuwa nao taarifa kabisa, kuna kijana mmoja ambaye yeye ni msabato, yuko hapa Machinga, alishawahi kunikabili akaniambia kwamba bwana, nyinyi Waislamu kuna vijana wenu ambao ni Waislamu huwa wanakuja kwetu kwa ajili ya kusikiliza maneno ya dini. Na hii yote ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu kwamba wanaona katika misikiti hakuna ule mkalimani. Kwa hiyo hebu jitahidi msabato yuko mpaka leo. Kuna kijana mmoja inawezekana ni watu wa Machinga mkamjua, kijana ni mlemavu, mguu wake mmoja kama umepinda hivi, alafu Mwenyezi Mungu amuongoze pamoja na sisi, kama mdomo wake kama vile anatoka nani ute vile. Ni maarufu sana, ni rafiki yangu sana kijana. Sema namna hiyo. Kwa sasa kiukweli alituzindua vibaya mno. Sasa fikiria kwamba ni wangapi ambao wanakwenda kwenye maeneo mbalimbali. Kuna maeneo hayo wakifika ndio mwingine wewe nani Musa na Nikusha kutoka pale, umeswali umesikiliza tayari, mkalimani yupo na shilingi 20,000 unapewa. Utaacha kwenda ili mwana ufuate. Utaacha kwenda. Zipo ndio sehemu. Inshallah kwa khatibu tayari mshafika, basi moja kwa moja tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wale kusikia maneno yake na kuyafuata.